Hiyo siku kama nilipona. Hi, karibuni sana kwa YouTube channel ya Mama Jimmy. Leo tumeamuka, tuko salama, tuko wazima. Unajua watoto jana tulisoma, walifanya shule. Jimmy anasoma social studies, so amekuwa akisoma juu ya George Washington nini story yake. Sasa alitaka kujua jana zaidi, sasa tukampea video. Sasa unajua yeye anapenda kuwatch video juu tunampeanga juu ya historia ya vitu nini, na unapata anashika, alafu anaweza kukuuliza sana, alafu juu ya Biblia pia. So huwa anatuuliza vitu vingine, maswali mingi. Sasa zingine tunampea video, ama tunampea sasa hivi venye ameanza kusoma hivi, tunajaribu kumweka asome, anajua kusoma. Hata Cindy naye sasa amejua kusoma, nimefurahi. Cindy yako 5 years, Jimmy yako 6 years, lakini sasa wamejua kusoma pia, nimefurahi sana. So unajua akijua kusoma, alafu sasa tunazoesha sana vitabu kila wakati wasome. So sasa kwa vitabu mimi kila wakati kucha soma nini, yani najaribu kuwaweka sana waishi, sio kuishi, lakini kuna time ile ukiona wako bure, jaribu wape vitabu, wazoe kusoma vitabu nini, ma story book. So sasa utapata tu kidogo amekaa amechukua kitabu, utapata tu Cindy amekaa amechukua kitabu anasoma, alafu unapata anasoma tu peke yake, tena anasoma tu vizuri. So nimefurahi na hiyo sana. Imagine mtoto 5 years amejua kusoma. Hiyo nafurahi. Alitani August ilikuwa 5 years. So mpaka August tena afikisha 5 years. Sasa unaona kitambo afike 6 years itakuwa amejua vizuri kabisa. Kando na hiyo tuko wazima, tunaendelea vizuri, tunashukuru Mungu. Mimi niko maamua nikaa hapa niwaeleze moja mbili. Hii nini itakuwa juu ya mimi mwaka jana. Ndio nifunge hii mwaka. Ndio niingie 2026. Mwaka jana ilikuwa ngumu kwangu. Ngumu sana, tena mzuri sana. Na ilinifunza mingi sana, inanifanya nisimame pia kiroho nini. Na ikanifanya nikuwe karibu sana na Mungu. Guys, nimepitia mwaka jana vitu mingi. Mwenyewe nimepitia vitu mingi sana. Kwa naomba Mungu nionyeshe hii inanisumbua niache. Mungu nionyeshe. Sasa nilikuwa najaribu vitu mingi. Nafikiri zingine sana nimeeleza kwa YouTube ya Baba Jimmy. Mingi nimeeleza mara kadhaa hivi. Lakini guys, Mungu ndio kila kitu kwa maisha yetu. Ukimtumaini Mungu kwa kila jambo na usimame na yeye, acha tu, kila kitu yako itakuwa tu sawa. Si vitu ya dunia, si watu, si nini. Yani huyu tu wa juu mbinguni. Kila kitu yako, maisha yako itaflow, utashangaa. Utakuwa unajiuliza ni mimi kweli? Hata heri afadhali hata ukose kila kitu, lakini amani ni kitu ya maana. So guys, wacha mimi niwaambie nini iko sawa. Sasa mimi nafikiri unajua sisi kutrend, nilikuwa nataka kuambia kutrend, sisi tulitrend na Kiswahili yetu mbaya. Na tukianza kujaribu kuongea English kumix, watu wanahepa. So watu wametuzoea na hii Kiswahili yetu. Kama mnataka tuongee English ama tubadilishe kitu, labda tuweke subtitle. Muoche na subtitle. Juu Baba Jimmy naye anafanya hivyo. Juu ukianza English, hata ukiona Baba Jimmy akifanya video zingine za English, watu hawawezi watch. Juu unajua si wote wanajua English. Hata unaweza pata labda kwa 100%, upate labda 80% ndio wanajua. Tuseme 20% wanajua English vizuri, wengine wote hawajui. Si kila mtu mtasema ni wewe tu peke yako hujui English, lakini si kila mtu anaongea English na si kila mtu anajua. Sasa kuna wenye wanataka tu kusikia Kiswahili, na unajua fans wetu wengi sana wako Kenya. Sasa kando na hiyo guys, sisi tuko sawa. Sasa tunashukuru Mungu, tuko wazima. Story yangu nilikuwa nataka kuambia juu ya mwaka jana. Guys, tulikuja hapa ilikuwa 2024 mwezi wa 8. Tulikuja mwezi wa wa 8 wa 6 tarehe 10 tulitoka Kenya tarehe 8 hivi tukafika tarehe 11 hapa. Alafu tukaishi kuwa sawa. Ni ile wewe umeama mahali, culture ni mgeni, kila kitu ni mgeni, hujui. Umezoea, unaweza sikia nataka miwa, naenda soko iko hapo karibu, unaweza sikia nataka nyanya iko hapo, unaenda kila kitu hivyo tu. Sasa unajua huna license, una nini, kila kitu hapa ni kutravel, nini unasafiri, yani unaendesha kila kitu, lazima uendeshe gari. Sasa ilikuwa lazima Baba Jimmy anipeleke, na Baba Jimmy naye ako kazi. So nilikuwa na struggle, nafikiri umekaa kwa nyumba uendi mahali hicho, na mimi napenda nikuwe busy, spendi. Kama kuna kitu yenye mimi spendi ni kukaa idle. Hiyo ndio kitu mimi sipendi kabisa. Kukaa tu ati nimekaa hakuna kitu kufanya. Spendi hiyo, sipendi kabisa. Nikipata kashughuli kale kakuwa busy kabisa huwa nafurahi zaidi, lakini ukipata tu kitu kukaa sio mzuri. So kando na hiyo, hata hizi video kuchukua, nikishachukua hivi ni post, sasa utakuwa hauna kitu kingine kufanya. Ukishachukua ma content kidogo post, sasa hata hakuna. Sasa mimi napenda nikuwe busy na kazi ya nyumba, hiyo mimi nafanya tu madakika imeisha. So kando na hiyo, ikafika mwezi wa ngapi, ikafika tukaishi tu hivyo. Tulikuwa tunaenda Baba Jimmy shopping hivyo tu, shughuli hatuna vitu venye nataka mingi. Sasa tulikuwa hiyo wakati pia tulikuwa busy kidogo, tunazunguka kidogo nini, Baba Jimmy kazi na ndugu yake hivyo wanaenda alafu wanarudi. So ilifika siku gani, ilikuwa sasa mwaka ya kufuata, sasa 2025 last year imeisha. Guys, hiyo mwaka kwa maisha yangu yote tangu nizaliwe, hiyo mwaka ndio imekuwa mwaka ngumu tena mzuri ya kunifanya pia nisimame kiroho.
Hiyo mwaka imekuwa mwaka ngumu kwangu. So unasikianga tu hiyo mwaka sasa inaleta homesick. Unasikia tu ile unasema sasa mimi penye nimefikia nataka kuenda sasa. Nikae Kenya, maisha ni rahisi simbo. Sio ndio hapa kitu mzuri. Unaweza tia utafute, ndio unapata kazi nini, ma opportunity. Lakini hani hiyo sijui tuseme ni simbo. Unajua mtu akiona venye tunaishi hivi compound tuseme, unaona ati tuko mashambani, tuko ushago ya US. Lakini hata labda hii maisha inaweza kuwa hata ya town Kenya. Juu maisha hapa kila kitu ni different kabisa. Si simbo. Yaani unaweza ona kila kitu. Yaani ni different kabisa kuliko Kenya. Unaweza ona tu watu wako mashambani ushago, lakini kila kitu kama kila kitu ni kwa nyumba, kila kitu. Sasa wewe ni kutoka nje kuona mamiti kurudi ndani ya nyumba, kutoka nje kuona mamiti kurudi ndani ya nyumba, kuona compound. Alafu ndio unaweza furahi juu ni at least kuliko town. Town huwezi tembea kwa watu. Unajua US hapo ukitembea town, huwezi pata watu wanatembea vile si unatembeanga hivi kwa barabara. Hata wanaweza fikiri wewe ni homeless, labda utembee tu kila wakati unazunguka kama mwenye ujielewi. Unajua hapa huko tu. Sasa unaweza tembea, unaweza kimbia kwa barabara, ufanye exercise, unaweza tembea compound ni mzima. Yote ndio kitu mzuri wanafurahi. Bora ingekuwa town, unajua inakuanga. Unaweza pata tuka space kidogo, unatembea nje kidogo tu. Sasa kidogo sasa, lakini kitu nafurahi ni hivyo. Lakini yani guys, ni ile umezoea kama Kenya unasema nikitaka kitu nitapanda pikipiki mimi nitaenda. Nikitaka kitu nitafanya nini? Oh, inakuwa ni simple kila kitu simple. Ukitaka miwa, ukitaka nini, kwa hata ufikirie ugali samaki, si ati hiyo ndio ilikuwa inanifanya mwaka jana niumie. Lakini yani kila kitu huko unaweza pata vitu simple sana nini. Unaweza meet watu kama unataka kusaidia watu kiroho, unaweza fanya yani vitu mingi unaweza. Lakini sasa hiyo ndio nafikiri ni struggle sana mwaka jana. Alafu tena ni mahali pageni. So ni maisha. Nafikiri kama umehamia mahali pengine nyinyi mnaelewa tu mahali inakuanga ngumu. Alafu nayo mapato na maisha, Mungu naye alikuwa tangu tutoke Kenya, naye tuwezi danganya. Mungu ametupigania sana na anaendelea kutupigania kila siku. Ndio nawaambia utakuwa na kila kitu hapa kwa dunia, utakuwa na kila kitu. Lakini kama una amani kwa roho yako, hauna kweli, uwezi hata kidogo, uwezi hata kidogo kabisa. Uwezi. Kila kitu. Kwa napata nasema kweli Mungu ametubariki tangu tukuja hapa, zinaingia. Lakini kitu ya maana ni Mungu. Utapata kila kitu. Unajua Kenya tulikuwa tunaishi, Baba Jimmy, unajua Kenya mzungu akiwa ni kazi mnaelewa tu huko. Sijui kama kuna wengine labda uko umefungua tu kama mzungu umefungua business yako kubwa, lakini hakuna. Sasa Baba Jimmy alikuwa tu anakaa na ngojea kama missionary hivyo. Lakini kando na hiyo sisi tulikuwa hakuna kitu tunafanya. Hata ilifika mahali tukangoja paperwork mpaka mimi nikaamua acha badala ya kukaa hata hii pesa kiasi yenye tunasupportiwa kama missionary. Wacha tufanye nini? Wacha mimi nianze kufanya business. Tumengoja paperwork, sasa nikaona kukaa tu bure sasa sisi ni kama hatuendi. Sasa ile ni kama unatoa tu acha ikae. Juu imekaa miaka 3 mkingoja nini? Utangoja, alafu maisha naye mnahitaji kuishi, mnahitaji kukula. Inafaa future mbele uangalie pia. So mimi nikaanza business. Nilikuwa nashona vitu nikiuza, mambo na cherehani hizi nauza nini, nanunua manguo, nafanya biashara hiyo. Nilikuwa nimeanza hiyo nikiwa Kenya. Nikaanza kidogo tu kwanza hivyo. Ndio hiyo sasa inapatikana ati inafaa turudi twende US. Sasa kuja US hiyo kweli Mungu anatubariki, anatupigania, anatushughulikia kila kitu. Kila kitu. Unasikia kila kitu. Yaani tunaishi mpaka sasa zingine tunaulizanga, tumebarikiwa sana kweli, si Mungu unatubariki sana. Lakini amani ni kitu ya maana. Usiwahi furahia, ndio penye tumetoka kweli. Ukiangalia huko nyuma kwa maisha tulikuwa tunaishi na maisha ya saa hii, inafaa tushukuru Mungu sana. Lakini kando na hiyo utapata, lakini si kitu ya maana kwa maisha yako hata kile kitu yoyote. Haki watu mtafute Mungu kweli. Mimi niliumia mwaka jana, acha tu niambie niliumia. Roho yangu ilikuwa na amani, hata nikiwa najiuliza ni nini mbaya? Nini mbaya? Ikafika wakati sasa. Alafu unakwambia ukiwanga na stress unakula sana na unanona zaidi. Sasa nilikuja nikakula na nikajaa, alafu mwili nikaanza tu kugonjeka magonjwa aina tofauti nini, nikaanza magonjwa, sina amani, stress nini, wakiniombea isaidii, fanya nini. Nakwambia guys, nilipitia mambo mingi. Baada ya hapo ilikuwa mwezi wa 5 tukaenda kupitia juu ya nini, tukaenda kwa class hii, watu wanapitia hii conference, inaitwa conference. Tukaenda tukapitia tukapitia kitabu Christian Rising guys. Tukaenda, ilikuwa mwezi wa 5. Nilikuwa nimepitia nikasema tu why, hadi ma stress tu zangu, kila kitu nilikuwa nikiona tu kila kitu. Ndio unafikia stress ukiona tu kila kitu ni mbaya. Ndio watu wanasema enda tafuta kazi, fanya nini. Guys, mimi nilikuwa natengeneza tu pesa mzuri. Pesa tu nakaa kwa nyumba natengeneza pesa. Ndio nawaambia unatengeneza, unakuwa na kila kitu, lakini hakuna Mungu ndio kila kitu juu ya maisha yetu. Kafika mwaka jana hata mliona paka nikaanza kuuza vitu, nikaanza kushika pesa. Hiyo vitu naye kanipeleka mbio. Sasa nikaona kumbe pesa unaweza pata hivi. Nikaanza kutumia tena kwa njia mbaya. Gani? Acha nione kwanza saidia. Sasa nikaanza kufanya nini? Kupata, nikasema sasa mimi waache sasa hapa pesa iko. Funga mlango Jimmy, noise inakuja huku.
Sasa nikasema pesa iko. Sasa kumbe unaweza fanya tu pesa na uko ndani ya nyumba. Unaweza pata pesa na uko ndani ya nyumba. Mimi mwenyewe ndio hiyo sasa. Utanipata kwa simu guys, na zinaingia kuingia. Lakini guys, hiyo sio maisha, sio kila kitu, sio kitu ya kudumu. Nikimaliza tu hivyo ukiweka simu kando, ndio hiyo. Mawazo nini? Hakuna amani unapata kwa Mungu. Alafu sasa unawaza sasa unafikiria yani una miss tu hiyo maisha ulikuwa unaishi, kasema tu afadhali niishi tu hiyo maisha ya Kenya nini, lakini hapa yani nilipitia. Ndio ufizoe tu mahali penye unaenda pageni. Ilikuwa ngumu. Hani nilikuwa na miss hiyo busy kukutana watu, kuwasaidia, yani vitu mingi. Hiyo tu. Alafu umekaa tu kwa nyumba 24/7 hakuna. Ndio pesa unafutafutia vile vitu kila kitu kwa nyumba, lakini hakuna si kitu. Hani ilikuwa mambo tulianza kupitia maisha magumu. Kosa amani kwa nyumba nini. Guys, sijui hiyo mwaka ilikuwa ngumu zaidi. Sasa acha niwapatie, unajua watoto wakikuja wananichanganya, napoteza neto. Acha niwaambie sasa, nikienda kupitia mwezi wa 8 juu ya mafundisho na maombi. Guys, nilipitia ilikuwa emotional jeraha la moyo na personal identity, na nikapitia surrender. Hiyo ingine jeraha la moyo ni emotional healing. Guys, nikapitia hiyo yote nikaomba. Na guys ndio nilienda. Alafu acha niwaambie sasa, magonjwa ikakuja. Hii kichwa ilikuwa tu kila wakati inagonga tu, inalia tu, hadi inalia tuseme kama nini, kama nyuki ama nini. Nikilala sina amani, kichwa inalia tu, inazunguka. Mwili ikaanza sijui, mwili yote ikaanza kusikia tu vibaya. Tulienda Sunday. Monday kesho yake tukaamkia tukapitia ya kwanza. Na kwanza sikutaka kuenda juu nilikuwa ni mgonjwa. Nikaanza kukua mwoga, sitaki kuenda nini. Ilifaa tuache Baba Jimmy nyumbani tuende na watoto. Sasa mimi nikaenda na watoto na tulikuwa naenda na dada ya Baba Jimmy na familia kina Baba Jimmy karibu yote. Sasa Baba Jimmy alibaki nyumbani. Sasa mimi kesho yake nikaamka sitaki kuenda. Ilikuwa Jumamosi. Mimi nikamwambia nataka kuwakataza, hadi nikawakataza mimi siendi. Baba mkwe yangu akakuja kuniombea. Alikuja kuniombea. Nilikuwa mgonjwa, hata mgungi ilikuwa imeanza sasa. Sijui ni kwa sababu stress, sijui inaweza affect kitu yoyote ama nini. Kaanza kupata tu magonjwa aina tofauti. Kaniombea na nikapona. Hapo nikapata nguvu na roho ilifunguka tu mara moja, ni feel tu kitu. Kaniambia henda. Sasa kuenda hiyo Monday tukapitia maombi nini, tukapitia mafundisho nini. Hiyo Monday bado sikuwa sawa. Alafu nikifika hiyo Sunday usiku, baridi, niko na jacket, niko na sweater, nimevaa socks, nimevaa mango mrefu, nimevaa hadi kofia baridi, nimejifunika hadi kitu juu. Lakini mwili uko unafanya tu hivi. Inatingika, baridi imekuwa kali, imeniingia zaidi. Mimi ni shetani, yani unajiuliza ni nini mbaya na mimi? Ndio tukamaliza. Tukaenda nifika nini Jumanne sasa niyo kupitia emotional healing. Asio Jumanne venye tumeanza tu hiyo emotional healing guys, hapo ndio nilipata uponyaji na kila kitu. Yani nilikuwa nikilala, sikuwa ilala mzuri. Nilikuwa nikilala nasema tu kweli Mungu umetenda. Tangu hiyo wakati guys, roho yangu ilibaki tu kuwa na amani, ikakuwa tu sawa. Nimejifunza vitu mingi, nikaanza kujifunza kumbe kila kitu kwa hii dunia si maisha, sio nini, sio mtegemee Mungu. Na nikasema sasa nikiacha hivi vitu, juu mimi naye pia na support Baba Jimmy nini, tunasaidiana maisha, kama nafaa tusaidiane bibi na bwana, ndio at least maisha ikue, vitu ikue rahisi hata kwake, juu unajua yeye tu kila kitu yeye pia anaumia. Sema hata niache nitoke online, nitoke nini. Sema nikajaribu, nikatoka TikTok, nikatoa app nini. Nikiweka huko video naweza weka tu, lakini si spend time huko. Nikaanza kusema biashara, kukatisha vitu. Hata tulitoa video ya Baba Jimmy nikisema juu ya taanza business nini. Ilikuwa naenda yani business, watu wamesimama tu hivi. Hii mpaka ilikuwa inafanya kichwa inaniuma, kichwa inakuwa mzito, naumia, sijui si nyumba, si watoto, si tunafanya business ya purpose nini, vitu mingi, sio hii. Sasa nashindwa nitasimama wapi, nifanye gani, niache gani, si watoto. Simu unaweza spend karibu 2 hours, watu wanaongea, mwingine anataka tumanisha, ndio anakutumia details, sijui nini. Hata kazi ya online nayo kumbe haikuangi ngumu, haikuangi rahisi. Nilikuwa naumia, kichwa inakimbia mbio. Na ukichelewa naye inatakana kuna time. Kwanza ikifika saa 10 unajua watu wa US ndio wanatoka kazi, na unajua business yangu vitu zote nauza hapa US. Uweze siship mahali pengine. Kaambia Mungu nipe hekima. Nataka unionyeshe vitu, nataka nifunge, nataka unionyeshe niwache nini na nini. Isikuwe inaniweka akili yangu struggle, nipitie kwa vitu mingi mpaka nijikute inanipea stress, mpaka inanipea na magonjwa, mpaka inanipea na unajua nilikuwa na kilo ngapi? Nilikuwa kilo 85. Mpaka nifikisha kilo 85. Nikaenda nikasema punguza mwili, nataka nipunguze. Naomba Mungu, nataka sasa pia nimejaribu kupunguza mwili kwa muda haipunguki. Sasa niambia Mungu, sasa nataka pia nayo. Nataka pia tena mwili nayo nipunguze. Hapo ndio kila kitu ilianza tu kuflow. Nikijaribu hii niko sawa, nikijaribu hii iko sawa. Nikaacha kufanya vitu, nikaanza kupunguza biashara. Alafu guys, ukiombanga Mungu akuonyeshe hii uache hii kama unaumia. Mungu naye anafunguanga milango nyingine yenye vitu rahisi. Na bado
bado kazi yangu inaendelea, bado naendelea kufanya shughuli yangu ya kawaida ya mapato. Inaendelea kuwa mzuri, tena inapanda vizuri tu, lakini vitu ya stress, msijipe stress na vitu ya maisha. Ukiona kitu inakufaidisha zaidi, hebu jiulize hiyo kitu kama itakusaidia hadi milele, ama hiyo kitu itakuendelea kukusaidia hadi ufike kiwango yenye uko unataka ufike. Sio mzuri. Mimi niliumia, ilinipea stress, hata haikunisaidia. Juu mimi wacha niwaambie watu. Unajua watu wananiambia mbona rudi shule soma, kitu ya kwanza rudi shule soma. Hiyo sikatai. Hata mimi siku nyingine nasema siku moja wacha nikae alafu siku moja naweza taka kumaliza masomo. Naweza taka hata nimesha plan na baba Jimmy naongea. Naweza taka. Sasa wacha nilelee watoto wangu pia nao wanafanya homeschool, wacha nilelee. Fanya shughuli. Sasa ukianza kumix mboache tu kwa sababu ufanye hii itanichanganya sana. Lakini hiyo already mimi nimeshaweka kwa mawazo, nataka siku moja Mungu akipenda. Nimesema Mungu akipenda after 3 years naweza jaribu nimalizie, si mbaya. Nimalizie hapa US. Hiyo ndio nimesha plan kwa akili yangu. Sasa already nataka nipate license, nataka nipate vitu mingi. Sitaki kwanza kitu yenye naambia wacha msifuate mambo ya online yenye watu wanakuambia. Mtu anakuambia fanya hii, toka hii. Sasa ukiona watu wanakuambia hivyo, unafika time ile unajidharau mpaka unaanza kufanya yenye watu wamekuambia, alafu inaanza kukupea stress zaidi. Sasa inaweza kurudisha nyuma zaidi pia. Wacha kila kitu uombe Mungu akuongoze wewe mwenyewe na akupe hekima na ufuate venye Roho wa Bwana atakuongoza. Lakini ukifuata mambo ya wanadamu utazama bure. Juu mimi nilianza kutegemea akili zangu na kufuata mambo ya dunia zaidi. Na mwaka jana iliniumiza sana. Na nilianza kuona na ilifika time na kitu yenye nashukuru Mungu. Hiyo roho ya kukataliwa sio mzuri. Mimi roho ya kukataliwa, watu wananipenda sana. Sijaona watu wakinichukia nini. Ukinichukia uko na shida. Ukinichukia uko na shida, penye nakanyaga tu watu wananipenda nini. So hiyo tena ndio nafurahi sana. Ukinikataa uko na shida. So kando na hiyo mimi naye nilitaka watu wanipende zaidi hata mwaka jana. Yaani sijui hata tuseme aje. Sasa nikajua watu sasa hata sijui aje. Juu najua watu wananipenda. Sasa nataka yaani ile unapitia alafu nataka tu upombelezwe side sijui nini. Sasa ilifika hiyo time sasa nataka yaani naona tu kila mtu mbele yangu, hata huyu sasa hata haoni huruma. Sijui sasa unataka akufanyie nini? Alafu time unakuja kuomba upate, kumbe wewe mwenyewe uko na shida. Utalazimisha aje? Kila mtu ako na maisha yake. Kila mtu inafaa shughulike na kila kitu yake. Shughulike na maisha yake. Kila mtu na maisha yake. Kila mtu aishi maisha yake. Hapo ndio nimejifunza mwaka jana. Shughulika. Naitwa mind your own business. Guys, nilianza kufanya hivyo. Akili yangu ikasafishwa. Mimi bora niko na amani, niko na Yesu, niko ndani ya Yesu, niko na Mungu karibu. Najua Mungu ananipenda. Vitu vingine niko tu mimi tu na Mungu. Na nashukuru Mungu amenipa familia ine. Niko na Jimmy, niko na Cynthia, niko na Isaya, baba Jimmy sasa, na mimi mwenyewe. Unajua familia kawaida hiyo ni kuwatembelea tu. Sasa hii ni wewe umetengeneza familia yako, kitu yenye inafaa tu. Kitu yenye unaweza sikia mbaya ukiona watoto wako nini wa karibu wanaanza kusonga mbali nao watoto wenyewe wenye umezaa na mume wako. Hii kando na hiyo mimi bora niko na hiyo. Siku hizi bora nasemanga tu niko na Mungu. Familia yangu unaona tu venye tunakanyaga kila mahali. Kwanza wana watu kama Kibeti hapa. Kila mahali penye nakanyaga nao. Wapi. Spending kuacha mzigo wangu nyuma. Na kuanga tu nao hapa tu hapa. Kando na hiyo guys, nikiwa na hiyo na niona wako wazima. Mungu amewalinda, amewapigania kila kitu. Amewapa afya. Basi. Hiyo huwa nafurahi sana, ni furaha yangu. Na pia watu wengine pia, si ati inamaanisha nikisema sipendi wengine, pia napenda watu wengine. Lakini sasa unajua watu wako hao ni kama friends wa karibu kabisa. Mungu ndio mtu wako nawe karibu zaidi. Ni Mungu ndio Mungu wa upendo zaidi. Ni Mungu ndio kila kitu. Na hata Biblia inasema mzuri, mtu asipoacha mama yake, mume wake ama wazazi, familia yake na kunifuata mimi. So unaona Biblia inasema mzuri. Ndio. Yaani tuseme hapa duniani, saa hii nafaa uone. Juu wewe utaacha, kwenu utawacha. Kama kwenu labda unataka kusaidia kitu, saidia tu huko, lakini huko kwenu umeshawaacha, umetoka. Sasa hii ni familia yako yenye umefanya nini? Mungu anaanza kubariki nayo, ndio nafaa uangalie zaidi. Kando na hiyo, nimeeleza sana. Wacha niwaambie sasa guys, tumeenda kutembea. Sasa baada ya kupitia hiyo Tuesday, tukapitia hiyo maombi, tukamaliza Wednesday, tukapitia surrender, hasa kila kitu mambo ya dunia nikawaachia Mungu. Biashara, kila kitu yenye kwenda nikula akili, nikawaachilia Mungu. Ni wewe sasa. Nikawaacha kila kitu kwa Mungu. Na ilinipea pia amani. Personal identity. Sasa personal identity ndio nimekuwa naeleza juu ya kuacha vitu venye watu watakuona, venye nini. Sasa unajua guys, nikikuja hapa hauna watu kuongea. Watu wanakuona aje? Unaanza kujiona mimi tu ndio dark kwa compound, sijui nini. So hiyo ni kama personal identity. So hiyo ndio nilipitia pia naye, ndio nimekuwa naeleza, nimeeleza sana juu ya hiyo sana nimeeleza. Usione vile watu wanakuona, usitarajie lazima mtu akupende, usitarajie lazima mtu akue karibu na wewe. Wewe tarajia Mungu akue karibu na wewe. Hata ukiwachwa ufanye nini, watu wakutenge, wewe jua uko tu na Mungu. Sababu mwanadamu hana mbingu ya kukupeleka mbinguni, hana kabisa. Ni wewe tu na Mungu peke yako.
Kwa sababu wewe yeye naye anakimbia, kitu ya kwanza yeye naye ana fight na nini? Na roho yake mpaka siku za mwisho. Wote tuko mbio na msiaiona wewe ni perfect. Usione yenye mtu anafanya kidogo hii ama yenye mtu amepitia ama yenye mtu amaipitia ama uone mtu atu mtu anakuanga mbaya ama yenye mtu ameshaifanya ati huyu hawezi kana huyu hawezi fanya na huyu kwa sababu huyu alikuwa hivi. Wewe hujui, usione dhambi yako ni yenye unafanya kidogo hii ya huyu mwingine ni mbaya. Sisi wote ni watenda dhambi na sisi wote tunangoja tutamfinish. Tunaangalianga mwisho tutamaliza aje. Mimi mwaka jana sasa hapo tumemaliza sana, nimeshasema hiyo. Wacha tuende sasa mwaka ikiisha tukienda Kenya. Guys, tulikuwa tunaenda Kenya, tulienda kupitia conference, tulikuwa tunaenda kufundisha. Baba Jimmy alikuwa anaenda kufundisha watu, alikuwa anaenda, unajua ni missionary huko, anaenda kufundisha watu. Akaenda huko penye tulifika. Kwanza mwanzo aliniambia hata wewe unaenda. Unajua mimi sikujua, ni kama surprise ilikuja, hata pia wewe nao unaenda Kenya. Na guys, hata roho yangu ilikuwa imetoka sasa, hata mimi sitaki kutembea Kenya. Baada ya kupitia vitu mingi, maombi, kafika time niko busy tu shughuli yangu, kafika mahali hata home sikilisha, mambo ya kwenda Kenya ilisha. Mimi nasema hata saizi, hata wakati waliniambia sikushtuka, hata nisema hata si lazima niende. Yaani sikushtuka. Alafu ikafika time sasa wakasema hata mimi naenda kuongoza kwa group juu ya kufundisha watu. Nikasema sasa mimi ana hiyo kitu, unajua nimwambianga nimekuwa natamani muda kusaidia watu nini. So hiyo nayo ilikuwa inanisumbua pia mwaka jana. Nikasema mimi kama ni hiyo acha mimi nibaki tu tena US. Juu hiyo uoga ilikuwa ndani, sitaki, sijafanya muda. Siku hizi yani imefika time ujiamini kama unaweza fanya hiyo kazi. Lakini ikafika time nikaomba, nikamwambia Mungu itatendeka, nitaenda. Na nikaenda. Kufika huko kila kitu ilikuwa mzuri. Kila kitu ilikuwa mzuri, ilienda sawa. Tulifurahi kukua Kenya, nikammeet familia yangu, nikafurahi, nikapata wako wazima, wanaendelea vizuri. Hata sikuonyesha mama yangu. Ilifaa tufanye na yeye video, tulikuwa tunaenda mahali kutembea. Tena ako busy, unajua maisha ya Kenya unaelewa, na anafanya biashara, kuna dadangu anafanya biashara. Kuna mmoja alifanya na yeye, alikuja kupika na mimi. Babangu angependa video. Huwa nawapost sana mapicha watu wanaona. Lakini hawakutaka sana, unajua walikuwa busy. Sio hawakutaka sana, lakini walikuwa kila wakati unauliza wako busy. Hata tulitaka kuwa introduce kwa channel ya Baba Jimmy. Wanakuanga busy sana pia na maisha. Unajua wako na wajukuu sasa, wajukuu. Yao hawana mtoto sahi mdogo wao. Hawana mtoto mdogo. Last born wetu yena alioleka. So hakuna mtu. Hawana sasa wenye wako nani hawa wajukuu wenye dadangu alikufanga. Yeye alikufa 2023. Alikufa 2023 not 2024 March, ndio sisi tukakuja hapa sasa June. So hao ndo wanashughulika nao, wanakaa nao. So tukisaidiana, tunasaidiana nao hivyo wasome, bora wako sawa salama. Mtu akiwa afya anakula, ni wazima kabisa, wanaendelea vizuri, hiyo ndio kitu ya maana. Kuna familia yako ni wazima, wamefurahi. Nilienda huko kweli nikaona Mungu anatenda kazi, wako sawa. Wanaendelea vizuri, nilifurahi sana. Sasa baada ya kurudi kutoka Kenya, Baba Jimmy alifika huko. Tulianzia kwa gari kugonjeka. Kwanza ndio tuende Kenya, tulikuwa tumegonjeka mawiki, homa, watoto wamegonjeka, wakuli vizuri. Tukapanda, nilikuwa naambia kwetu Kenya, tunakuja lakini watoto ni wagonjwa. Ufanye nini? Muombe, tunakuja, tusafiri salama. Kaombea. Kufika Eldoret Cindy alianza kutapika. Kufika huko mtoto anagonjeka, wakuli mzuri, hakuna chakula yenye anapenda huko. Ibidi tuende Eldoret shopping, kienda unaleta wakuli. So ilikuwa tu hivyo tukakaa, lakini sisi tulikuwa tu wazima na Baba Jimmy. Baba Jimmy naye akaanza kesho yake sasa inafaa afundishe class. Sauti kapotea kabisa. Alikuwa anafundisha hata isikiki, akitumia microphone bado sio mzuri. So hivyo tu tukakuwa darasa ikakuwa mzuri, tukamaliza vizuri. Baada ya hapo sasa karibu darasa hii sasa wiki ya mwisho darasa ishe tena kuamkia Monday ya kufuata. Ndio hiyo. Akaanza kugonjeka vibaya, aliendesha tu siku yote sasa weekend. Vibaya zaidi. Tukaenda kesho yake akapima malaria, akapatikana ako na malaria. Kaendelea kumeza dawa, akakuwa mzuri, lakini Mungu alikuwa anamuongoza, anafundisha kila kitu inakuwa sawa. Haya, baada ya hapo tukamaliza darasa. Tukukata sana. Tulitaka tupeleke, hata nilifikiria nipeleke familia yangu tuende lunch, tufanye vitu mingi. Hiyo sasa tukamaliza darasa na ilibaki siku 3. Kumaliza tu darasa hivi Jimmy alikuwa na attend kila siku Baba Jimmy. Sasa tulifika Thursday, Friday, Saturday. Friday tukapumzika, Saturday tukakuwa na kesha, Sunday tukakuwa na kanisa, Monday class ikaanza. Wiki ya hiyo class ilikuwa kama karibu 2 weeks. Haya. Sasa 2 weeks tukamaliza Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday inafaa tukue kwa kanisa. Sasa siku 3 ndio tulikuwa nayo. Ndio tuzunguke na familia, hakuna time. Tulikaa tu nao siku moja hivyo, na unajua ilikuwa ndio hatukuwa have fun nao sana, lakini kitu yenye wanafurahi hata wanapenda, walituona tulikuwa wazima, tuliona tukiwa na afya, tukiwa sawa, hiyo ndio walifurahi sana. Unajua mtoto wako akiwa mbali alafu muone ukutane na yeye hapo tu sawa, wewe unafurahi zaidi. Alafu sasa hiyo siku inafaa mimi niende nitafute license, tulikuwa na shughuli zetu, ilifaa tuende Eldoret. Sasa hizo siku 3 naye tulikuwa ilifaa tufanye shughuli. Tulikuwa hizo siku 3 yenye fanya hiyo siku 3 zenye zimebaki inafaa tufanye vitu zingine zenye zimebaki ndio tuende US. Sasa unaona, Monday tukatoka. Sasa hakuna kitu, yani hakuna watu wasema ati mulienda vacation hata mzunguki hata mfanye vitu fun. Sasa comment section nilikuwa nasoma
Sio YouTube. YouTube wanakuanga wazuri sana. Sasa unapata watu wanasema mlienda nini? Watu wanaendanga vacation, wanazunguka, wanaenda beach, wanafanya. Sisi tulienda Neno, hatukwenda kuzunguka. Hiyo kwa sisi hatukwenda kuzunguka. Tunaweza have fun tukitaka, tunaweza zunguka, tunaweza enda fanya vitu yote tunataka. Lakini tulienda Neno la Mungu, hatukwenda hiyo. Guys, sasa ikafika sasa hiyo Sunday mimi sasa jioni nikaanza kuendesha. Niliendesha. Nikamaliza Monday sasa kutoka kwa ndege ilikuwa mbaya fast. Kwa ndege ilikuwa mbaya sana. Tukapanda tukakuja kufika Nairobi iko mbaya, nikapanda sasa kwa ndege, tulipanda Kenya Airways, sasa ilikuwa 15 hours. Zuri kitu nashukuru Mungu kwa tiketi 3 bure. Sasa nilikuwa nalala, kichwa, tumbo, nini, hata sikuwa nakula. So nilikuwa mgonjwa ndani ya ndege kukuja hapa kufika. Sasa ndikakuwa worst. Ilikuwa hata siwezi simama dakika 30 peke yake, ana nusu saa siwezi simama. Sikuwa nasimama ni seconds 30 peke yake siwezi fikisha. Kwa nikisimama tu chini. Sema alafu kitu yenye nisaidia, unajua watu wengine wakienda Kenya wasema kuroga nini, kitu kingine ni hiyo. Mimi wacha kwambia hakuna kitu yenye mimi yani kwa akili yangu naekanga kama mtu ameniroga. Huwa nakemea hiyo vitu, hiyo mawazo isikue kabisa. Nilikuwa na hiyo uoga mbaya zaidi, lakini nilikemea nisiai kuwa na hiyo kitu kabisa. Nilikemea zaidi. Sasa nikakuja niligonjeka. Kama kuna mwaka nimegonjeka yenye hata tangu nizaliwe utoto wangu yenye sijawahi gonjeka, ni mwaka jana baada ya kutoka Kenya. Nilikuwa nikisimama hivi chini. Nilimeza dawa malaria. Kwanza unajua sijui baba Jimmy alikuwa na malaria. Sasa unajua tumetoka Kenya tuko kwa ndege. Akasema sasa kama tumeshatoka, baba Jimmy alikuwa na malaria na alikuwa ugonjwa ilianza kama venye mimi iko. Sasa kumaanisha magonjwa ni hiyo same. Mimi naye nikaanza kumeza dawa. Kumeza dawa dosi ya kwanza nikamaliza. Nikakaa. Alafu inafaa tulifika tarehe 23 tena inafaa tukakaa siku 4 inafaa tuende tena, alikuwa tumebuku ndege nyingine tukiwa Kenya, inafaa tuende New York tena kwa huko tena na shughuli. Sasa New York tarehe 28. Sasa tumeshabuku, melipia ndege yangu, melipia watoto, melipia kila mtu. Imebidi tufanye nini? Tuende. Nikagonjeka. Kaomba. Tena baba mkuu aliniombea. Kesho yake nikakuwa tu sawa, nikatembea. Kwa mgonjwa nilikuwa kama leo nilikuwa mgonjwa mbaya, sasa 27 nilikuwa mbaya zaidi. Hata sikujua nitaenda. Sindia nywele tangu tutoke Kenya, nywele nimeharibika nini? Ani hayuko sawa. Inafaa hiyo nywele nitengeneze. Inafaa ani tu si ndio nakwambianga sasa hiyo ni wewe tu. Mama umeangaliwa sasa, unajua baba Jimmy aje kutengeneza nywele watoto kuwashughulikia nini. Manguo venye tulitoka nayo hiyo. Tulitoka na manguo zingine chafu kidogo yenye tuchange Kenya. Tukienda Kenya tulikuwa tumeacha manguo chafu kidogo kwa nyumba. Alafu nyumba unajua uzuri, kitu mzuri nikitoka Kenya nilipata wamenisafishia nyumba pia, inaikuwa mzuri, nishukuru Mungu. Mungu awabariki. Sasa guys, nakwambia niligonjeka. Tukaenda hiyo tarehe 28. Kufika tarehe 28 mgongo. Hii mgongo ilikuwa inachoma. Sijui kukaa sana, sijui nini. Ilikuwa inafika mahali inawaka tu moto. Tumbo naye joto ni kali ndani kabisa. Nikisimama tu naanguka. Hizi miguu mikono zinaisha nguvu. Hii miguu ilikuwa ni mpaka ilifika mahali, wacha nikwambie sasa. Kuna siku sasa ilifika sasa nikaanza kumeza tena dosi. Nafikiri hata hiyo dosi ilisaidia ya 3. Labda malaria ilikuwa bado iko. Nikameza dawa tena, nikaanza kumeza dawa nyingine. Sasa ifika mahali baba Jimmy aende anipeleke hospitali. Nikamwambia nitapona tu. Nataka tuende hosi. Nilijua nitapona. Nilikuwa naambia Mungu. Sasa hii roho yangu ni mwili tu. Sasa ikafika nikaanza dosi baada sasa kutoka New York. Mgongo nilikuwa inaniuma, inanisumbua. Lakini sasa kurudi kwa gari, sasa siku ya kurudi. Guys, mwili ilichomeka, yani ile kuchomeka tu. Niko kwa gari tunarudi, sasa tumeshashuka kwa ndege, sasa tunarudi gari ya nyumbani 2 hours. Mwili ilikaa inachomeka. Yani unasikianga tu moto inachoma kila mahali, ni uchungu, inauma. Mbia baba Jimmy mimi ni mgonjwa kwa gari, nikaanza kulia tu. Hakunywa maji, akakuja kufika hapa. Sikakuwa si mbaya, nikatembea kidogo, tena nikalala. Wakaniombea kwa gari, tulikuwa na familia kwa gari. Wakaniombea, nikakuwa sawa kiasi. So baada ya hapo nikakaa tena, mwili kazidi, sasa tena ikakuwa mbaya zaidi. Sasa nikasema tukakaa siku 2. Sasa siku 2 nikasema wacha nianze tu dawa. Labda ni malaria bado iko. Nikameza dawa tena. Kumeza dawa na siku ya kwanza ikakuwa mbaya zaidi. Siku ya pili kumeza dawa, guys, hii mwili tu ilitoa maji. Ani maji ilikuwa inamwagika tu penye unashika ni maji. Alafu nimelala tu, nimeenda straight. Blanketi hata sitaki nini. Baba Jimmy alikuwa ananiambia mimi sikia tu akiomba usiku, lakini sikuwa najua aliomba muda gani. Hata alishinda tu usiku akiniombea. Na hata sijui nilikuwa aje. Nilikuwa nimepoteza fahamu kabisa. Hata sijui kama nilikuwa sijui hata mimi hata sijui ama nilikuwa sijui nimepoteza fahamu kabisa ama nini. Nikitoka Kenya nimegonjeka.
Lakini kitu ya kushangaza siku kwako nawaza vitu mbaya. Siku anakata. Unajua zingine ukitoka huko watu wasema ulitoka ukaenda ukakoroga sijui nini. Sasa unajua hiyo mawazo kama si wanadamu tutaanza kuwaza mawazo mbalimbali vitu mbaya nini. So, nashukuru Mungu sikuwaza juu ya hiyo sana. Nasema tu Mungu. Juu mwaka jana hii mwaka imekuwa ngumu zaidi kwangu. Na hii mwaka imenisumbua zaidi. Mungu kama imefika wakati sasa ni kama imefika wakati nataka kwa at least roho yangu sasa iko na amani, imekuwa safi, nimejitakaza, nimejiosha. Sasa hiyo mawazo mbaya, mawazo yangu ilikuwa tu nimeenda. Sasa hata nikienda najua tu nimeenda mbinguni direct. Juu moyo wangu tu kitu ya maana, moyo wangu ndio nimepigania iko safi. Ni mwili tu, nilikuwa hata naambia tu Baba Jimini, mtu akiniuliza, namwambia ni mwili tu, hii mwili tu ndio mbaya. Lakini roho yangu tena nilikuwa tu na amani, naongea tu nao vizuri, nini kila kitu. Sema ni mwili tu hii ndio iko na shida, lakini roho yangu iko na amani kabisa. Iko tu na amani kabisa. Roho iko na amani. Ni mwili tu ndio inasumbua. Sasa nawaambia kitu ya maana, mkimbilie Mungu. Afadhali utafight kila kitu. Roho iko na amani, tunacheka tu. Naweza piga story nimelala tu. Hii mwili tu ndio ilikuwa inauma, inasumbua, lakini hiyo usiku sasa nilikuwa nikilala tu Baba Jimmy ameomba, mimi mwenyewe nimeenda. Yaani sijui kichwa, yaani mawazo ilikuwa yani kila kitu iko. Hata yani mimi sikukuwa hapa tena. Yaani nilikuwa tu mbali. Nimelala chini lakini hata sijui niko wapi. Niko tu sikafika hiyo siku hiyo kesho yake nikaanza kukua afadhali. Hata kesho yake nikaosha vyombo. Nilikuwa wameniwekea manguo kwa osha na kwa dryer, nikafold tu vizuri nikaweka. Baada ya usiku kungangana na hiyo magonjwa yote. Ndio ilienda polepole lakini hata nguvu nayo ilianza kurudi polepole. Uzuri Baba Jimmy ni mzuri, nikapata muda mzuri. Alikuwa anangangana chakula nini, anapea nini na meza dawa ya iron, lakini hospitali mimi sikutaka kwenda. Sikutaka. Lakini nilipona, niko sawa, nashukuru Mungu kwa hiyo. Sasa ukiniona hivi niko hai, niko sawa, niko na afya, kitu ya maana hapa. Uko na amani, uko sawa. Tafute Mungu. Kumbuke Mungu kwa kila kitu. Hata sasa nimerudi kwa mazoezi yangu na chapa exercise kabisa. Sit up nafanya, nainua majimu, nafanya nini? Nimerudi kwa exercise. Mwili imerudi normal. Baada ya tumekuwa tu kwa maombi tukiomba. Lakini kama kuna mwaka yenye nimegonjeka tu nikaona kaburi na macho baada ya kutoka Kenya 2025. Tarehe moja sasa hiyo ndio ilikuwa mbaya. Nilijua ndio sasa hiyo not tarehe moja, turudi tarehe 31. Sasa hiyo ndio ilikuwa mbaya, hata usiku pia. Kwa mbaya. Ndio baba, nafikiri wakati ndio Baba Jimmy aniombea usiku yote. Kama niliingia tu tarehe moja pap 2026. Kama nilifunga mwaka, mimi nilipona. Nakwambia nilikonjeka. Niliona tu hivi sasa kaburi na macho, mimi nimeenda. Hata nilikuwa naambia Baba Jimmy mimi nimeenda. Mimi sasa. Hasa ilikuwa mawazo inakuja tu. Mpaka ilikuwa unalala lakini unawaza tu sasa. Watoto watakaa na kuhua Kenya, watoto watakaa na wapi? Juu Baba Jimmy peke yake kulea sitamsumbua ama na baba yake. Yaani ile tunaanza kuwaza vitu ya ujinga sasa wewe. Njoo umeenda. Nikamwambia Mungu sasa mwenyewe utapanga iwao mimi nikienda. Lakini Mungu anisamehe kwa hiyo mawazo yote, juu ni mawazo mabaya. Tusiwaze kifo sio mzuri. Labda Mungu hajapanga siku yako labda haijafika. Sisi na mawazo yetu ya ujinga. Zaidi na hayo guys, nimegonjeka. Nimepitia vitu mwaka jana. Mwaka jana imenifanya tena nikakuwa strong zaidi na Mungu. Yaani hiyo mwaka imenifunza vitu mingi. Tusitegemee vitu ya dunia na tusikuwe na mawazo mbaya. Na tusione penye tuko ni mbaya ama penye tuko yani tuseme nini? Amani yetu tusitafute kwa vitu ya dunia. Yaani amani yetu tusitafute kwa watu, tutafute kwa Mungu peke yake. Na kila kitu itakuwa sawa. Na tusijitume kwa vitu ya dunia mpaka tukuje tupoteze network kwa maisha. Na tusijitume kwa vitu ya dunia mpaka tukuje tuweke Mungu kando. Ndio vitu ikakuja ikakuwa mzigo na kiturudisha nyuma na hata ikataka kutumaliza. Nafikiri video yangu itaishia hivyo. Nataka uwatch umalize. Mimi nawapenda sana. Endelea kusubscribe, kushare, kulike. Najua comment watu wataendelea kuuliza maswali, wanataka kujua vitu zaidi. Comment section mniambie nini. Kama nimeongea nikijirudia, najua ni ngumu kueleza, huwezi kumbuka vitu yote. Lakini kumbuka kusubscribe, kushare, kulike, comment. Bye.